na ihsani yake. Ile Mungu kuwapa watu riziki ni fadhila yake, kama akitaka anatoa, asipotaka hatoi. Alafu al-ihsan, Mungu kutoa riziki kwa watu wake ni ihsani yake, anatenda uzuri kuwatendea waja wake. Wa maanahu, na maana yake anna rizqa baqi ala tafaqulihi, kwamba riziki itabaki ya fadhila yake Mungu, lakin lamma wa'ada bihi, lakini pale Mwenyezi Mungu alipoahidi hiyo riziki, wa huwa la yakulu, na hali ya kuwa Mungu hafanyi bakhili, akiahidi na kweli, Mungu hafanyi bakhili. Bima wa'ada, la yakulu bima wa'ada, hafanyi bakhili kwa jambo ambalo ameliwekea Mungu. Wa surati Mu'min, hapa sasa ile fadhila yake imeingia sura ya wajibu. Sawa, surati Mu'min imekuwa kwa sura ya wajibu, bilfaidataini, kwa faida mbili. Ihdahuma, moja katika hizi faida mbili, ataaqubu liusulihi, moja hiyo ni mtu kuhakikisha kufika kwa riziki hiyo. Ataaqubu liusulihi, uhakika wa kufika riziki hiyo kwa mlengwa, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu kila kiumbe amekipangia riziki yake, na ni hakika lazima itafika. Moja hiyo. Wathania, hamdul ibadi fihi ala tawakkuli alayhi, ni kule kuwachukulia waja kwa riziki hiyo, ala tawakkuli alayhi, juu ya kumtegemea yeye Mwenyezi Mungu, ili aliweke kwamba riziki inatoka kwake kwenda kwa watu, lakini pia ametaka waja wamtegemee yeye kwa riziki, na wala usije ukajitia akili mbaya kwamba kama vile shamba lako ndio linakupatia riziki, au vile ufahamu wako, akili yako labda, au nguvu zako, hodari wako, au mbolea unaweka unahisi kwamba ndio zinakupatia riziki. La, bali utashiriki. Mungu akiamua hakupi wewe, weka mbolea, mwagia maji kila siku, tena kwa viwango, weka mbolea kwa viwango, tena daktari ya dawa, kila kitu fanya. Kama Mungu hajaanza mkubwa, utavuna mvua kutokuta. Lakini Mungu akitaka, hata usipoweka mbolea, chakula kitaletwa, utavuna mpaka watu washangae. Hashia tukishi ruya anna al-imam az-Zahidi arada an yatayaqqa yaqina fi rizqi, wa Imam Zahidi alikuwa akitaka kuhakikisha kwa yakini kabisa kuhusiana na jambo hili la riziki. Yeye ni imamu. Ukitajwa mtu imamu, ujue ni mtu si mjinga, ni mtu mwenye elimu zake, ni mtu mwenye fani zake, ni mtu mwenye cha Mungu, ni mtu amebobea katika dini. Sasa huyu imamu huyu alitaka anatayaka yakina fi riziki, apate yakini ya ukweli kuhusiana na riziki. Fakharaja ila bariyati wa qasada jabala, akatoka kwenda Baria, amekwenda nchi ya mji, alafu akakusudia kwenda kupanda juu ya mlima. Thumma dakhala gharan wa qa'ada fi zawiyati al-ghari, kisha akapanda kule juu ya mlima, akatafuta pango huko mlimani, akaingia kwenye pango. Wa qa'ada fi zawiyati al-ghari, akaenda kukaa kwenye ukumbi ule wa pango, kwenye ile nafasi ya pango, akaenda akakaa. Qala
akasema wa kuntu anzuru kaifa yarzuquni rabbuna rabbi kaifa yarzuquni rabbi huna. Akaanza kusema kwamba hapa Mwenyezi Mungu mimi ataniruzuku vipi? Kwa sababu kwanza nchi ya mji, alafu amepanda juu ya mlima, tena kule mlimani akaingia pangoni ndani. Sasa anasubiri Mwenyezi Mungu riziki huko ataileta vipi? Namjaribu Mungu. Fadalat qafilatun min tariqiha, fadallat qafilatun min tariqiha, pakatokeza msafara unaopita njia ile. Fajaa almataru alaihim, alafu mvua ikawanyeshea wale watu wa msafara, wakanyeshewa na mvua. Waliponyeshewa na mvua, fatalabu aknanan yadkhulunaha, wakatafuta pango waingie. Fadakhalu lghara alladhi huwa fihi, wakaingia kwenye pango lile lile ambalo yeye yumo, yule imamu yumo mle. Watu walionyeshewa na mvua nao wakaona mahala pa kujificha mvua ni pale, na wao wakaenda huko. Faraauhu, wakamwona wale watu, wakamwona yule imamu. Faqalu, wakamwambia ya Abdallah, ewe mja wa Mwenyezi Mungu. Falam yujibuhum, yeye hakuwajibu. Anajua nikiwajibu hawa ndio sababu ya kupata riziki. Sasa siwajibu ili nione Mungu riziki atailetaje. Faqalu rubbama wajada albarda falam yaqdir ala alkalam, huenda huyu mtu kapigwa na baridi hawezi kuongea. Fauqadu naran biqurbihi, wakakoka moto karibu yake ili apate ujoto. Hata dafauhu, mpaka wakamtia joto yeye. Wakalamuhu, wakamsemesha. Falam yujibuhum, ili bado hakuwajibu, kanyamaza kimya. Faqalu, wakasema rubbama jaa alfaqir, huenda huyu ni maskini, huyu ameshikwa na njaa. Faqaddamu ilaihi safra, wakampelekea sinia ya chakula. Faasharu ilaihi, ikisha wakamwashiria kwamba kula. Falam yatanawal minha shay'an, wala hakuchukua chochote kwenye kile chakula. Qalu, wakasema hadha min muddati madidatin lam yajid shay'an, huyu ni kwa muda mrefu hajapata chochote chakula. Hadha min muddatin madidatin, kwamba huyu mtu kwa muda mrefu, lam yajid shay'an, hajapata chochote huyu. Kwa hivyo fatbakhu lahu labanan, hebu mchemshieni maziwa, kwa sababu huyu hajapata chakula muda mrefu, sasa inashindikana kula. Kwa hivyo apewe maziwa kwanza, angalau yafungue njia. Tena maziwa yenyewe haran, maziwa ya moto, hata yaakulahu, ili aweze kukila hiki chakula. Basi faamalu, wakatengeneza au wakafanya. Alafu tena faludhajan min sukar, wakatengeneza uji wa sukari. Wakaddamuhu ilaihi, wakampelekea. Falam yaltafit ilaihi, lakini yeye wala hakugeuka kuutizama uji ule. Faqalu, wakasema kad ishtabakati asnanuhu, huyu mtu inawezekana meno yake haya yameshikana, anashindwa kufungua kinywa ili anywe uji.
Sasa faqama min jumlatihim rajulan, watu wawili katika lile kundi wakaondoka. Walipoondoka, wa akhadha sakinan liyaftaha famahu, wakachukua kisu ili kwenda kuufungua ule mdomo wake. Sasa ukiona kisu mzee kinakuja unafunguliwa mdomo utafungua mdomo mwenyewe Allah. Fafataha famahu wa taraa al-luqmata fi fihi, wakaufungua mdomo wake kisha wakatupia tonge kinywani mwake. Fadhahika, yule bwana hapo ndo akacheka. Sasa akaona sema mmefanya jitihada kweli kweli, mmefanya hiki mmefanya hiki mmefanya. Nilikuwa nataka niwaone tu itakuwa kuaje, riziki hii Mungu analetaje lakini ikiwa umewafanyia hivi watu, alafu watu wenye kama hao wazama hizi za leo hizi watakupiga makofi, unasumbua watakupiga makofi. Faqala lahu, wakamuuliza anta majnunun, wewe mkichaa mwendawazimu wewe? Faqala la, kawaambia hapana, mimi sio mwendawazimu, walakin aradtu an ujarriba rabbi fi rizqi, lakini mimi nilitaka kumjaribu Mola wangu kwa riziki yangu, kwamba Mungu ananipaje mimi riziki yangu, leo nataka nijue. Basi faalimtu annahu yarzuquni wa yarzuqu abdahu haithu kana wa aina kana wa kaifa kana. Hapo ndio niligundua kwamba Mwenyezi Mungu ananiruzuku mimi riziki yangu na anamruzuku mja wake haithu kana, popote alipo Mungu anamruzuku mja wake riziki yake. Wa aina kana, na popote alipo. Ina maana haithu kana, vyovyote alivyo yule mtu Mungu atampa riziki yake, vyovyote alivyo, uwe tajiri uwe maskini, Mungu atakupa riziki yako. Wa aina kana, na popote ulipo, popote alipo mja Mwenyezi Mungu anampelekea riziki yake. Tunaona watu wakiwa magereza wanakula. Kule magereza ni sehemu ya shida, sehemu ya tabu, sehemu ya mateso, lakini chakula lazima, hata kama kibaya kibaya, lakini utakula. Ndio hiyo haithu kana, sawa? Na hiyo aina kana, popote ulipo utapewa riziki yako. Alafu wakaifa kana, na vyovyote itakavyokuwa, uwe katika hali ya ugonjwa utakula tu, na usipokula kule hospitali wanakuwekea nini? Drip. Wanakuwekea drip ya mishipa, ili mradi ule, ikishindikana wanapitisha mrija huku puani uende mpaka tumboni, unateremshiwa maziwa, lakini ili mradi ule tu, sife na njaa. Riziki yako kama haijaisha, maziwa yale yatashuka yote mpaka yataisha. Na ikiwa riziki yako imekwisha, basi ujue yale maziwa hayatashuka na ile drip haitaingia, sababu riziki yako tayari imeshakwisha. Hikayatun, hakiani. Ibrahim ibn Adham kana sababun taubatihi annahu kana yawman min al-ayami kharaja ila sayd. Hikaya ya Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham alikuwa ni mtu mwenye uwezo wa kimali, alikuwa ni mtu mcha Mungu wa kikweli, lakini kabla hajawa darweshi, kabla hajawa walii, alikuwa nani? Alikuwa ni mtu tu miongoni mwa watu wenye pesa zao, wakitumia pesa zao. Lakini sababu iliyomfanya
mpaka na yeye akawa darweshi, akawa walii, akawa ni mtu mzuri, mtu mcha Mungu. Isikilize sababu yake. Kana sababu taubatihi annahu kana yauman min al-ayyam, kwamba yeye palitokeza siku kwake miongoni mwa masiku, kad kharaja ila said, alitoka kwenda kuinda, amekwenda kuinda huko porini. Fanazala manzilan wa basata safrata liyakula at-ta'am, akafika sehemu akatandika safra. Safra ni sawasawa kama umesema umetandika mkeka au umetandika nini nasema turubai, ili sasa uweke chakula uanze kula. Akafanya hivyo liyakula at-ta'am, ili apate kula chakula. Fabainama huwa kadhalika idh jaa ghurabun, tahamaki yeye yuko kwenye maandalizi hayo ya kupanga chakula chake kidogo, kaja ghurabu, amekuja kunguru. Alipokuja kunguru, wa akhadha minha qit'ata khubz biminqarihi, yule kunguru akachukua kipande cha mkate, amechukua kwa minkari yake, ule mdomo wa kunguru ule, kabana kipande kimoja, ikisha kaondoka nacho. Watara fataajaba min dhalika, yule Imam Ibrahim ibn al-Adham akashangaa sana, kwa nini huyu kunguru amekosa uoga mpaka aje achukue mkate wangu? Farakiba farasahu wa dhahaba khalfa al-ghurab, akapanda farasi wake akafuatilia mwendo wa yule kunguru anakokwenda, akaenda khalfa al-ghurabi hata saida al-ghurab al-jabala. Yule bwana alifuatilia nyuma ya kunguru mpaka yule kunguru akapanda juu ya mlima. Waghaba an ainaihi, akampotea machoni, macho yake ikawa hayamuoni tena ghurabu kaenda upande gani. Fasaada Ibrahim ibn Adham al-jabala li talabihi, Ibrahim ibn al-Adham akapanda kule mlimani kwenda kumtafuta kunguru. Faraa min ba'idin dhalika al-ghurab, akamuona kunguru yule kwa mbali. Falamma dana Ibrahimu tara al-ghurabu, Ibrahimu alipokurubia ile sehemu alipo, yule kunguru akaruka. Waraa rajulan mashdud al-yad, akamuona mtu pale alipotua kunguru, alafu yeye alipofika kunguru kaondoka pale, yule bwana akamuona mtu, lakini mtu mwenyewe mashdudul yad, amefungwa mikono. Warajulu muttaji'an ala qafahu, na kuna mtu mwingine amelala chali. Kuna mmoja amelala chali, kuna mwingine kafungwa mikono. Falamma raa Ibrahimu dhalika ar-rajul ala hadhihi al-hala, bwana Ibrahimu ibn Adham alipomuona mtu yule na hali yake hiyo, nazala an farasihi wa halla uqdahu, akashuka kutoka kwenye farasi wake akaenda akamfungua ile kamba aliyofungwa. Fasalahu an halihi wa qissatihi, akamuuliza kuhusiana na hali yake na mkasa uliompata. Kitu gani wewe kimekufikisha huku, na kitu gani kimesababisha mpaka ufungwe kamba hivi porini kwa msituni? Faqala ar-rajul, yule mtu akasema, inni kuntu tajiran, mimi nilikuwa ni mfanya biashara. Fa akhadhani qutta'u tariqi, lakini nikakamatwa mimi na majambazi wa njiani. Wa akhadhu ma kana ma'i min almali, wakachukua vyote nilivyo navyo miongoni mwa mali. Wama qataluni, lakini hawajaniua, wamechukua tu walivyochukua. Walakin shadduni wa tarahuni fi hadha almawdi' 7 ayyam, lakini wale watu wakanifunga mimi
Kisha wakanitupia sehemu hii, farahuni fi hadha almawdi', wakanitupa sehemu hii 7 ayami, kwa muda siku 7, wiki nzima, hakuna kula hakuna kunywa, na mtu umefungwa kwenye kinguzo kama hapo. Fasara kulla yaumin yaji'u alghurabu bilkhubzi, kila siku kunguru alikuwa akija na mkate. Kwa siku ile ilikuwa ni siku ya zamu yake nani? Ibrahimu ibn Adham, kunyang'anywa mkate. Kanyang'anywa mkate na kunguru, kunguru kapeleka kule kwa mfungwa. Wayajlisu ala sadri, lakini yule kunguru alafu anakaa hapa, anatua hapa kifuani kwangu. Wayaksiru alkhubza biminkarihi, anauvunjavunja ule mkate kwa mdomo wake. Wayadauhu fi fami, kisha kile kipande cha mkate anakiweka mdomoni kwangu. Wama tarakani Allahu ta'ala jai'an, Mwenyezi Mungu hajaniacha na njaa. Kwa muda siku 7 zile Mungu hajamwacha na njaa. Fi tilka alayami, ndani ya siku 7 hizo. Farakiba Ibrahimu wa ardafahu khalfahu, Ibrahimu akapanda farasi wake, wa ardafahu khalfahu, akamfuatia nyuma yake. Wajaa bihi ila almawdhi'i alladhi nazala fihi, akaja naye yule mtu mpaka pale alipofikia Ibrahimu ibn Adham, pale alipotandika mkeka wake. Wataba Ibrahimu ibn Adham, Ibrahimu ibn Adham akatubu. Wanazaa thiyaba almafakhira, akavua yale maguo ya fahari. Unajua watu wakiwa na mapesa mengi hawavai kama wanavyovaa Rasuli, wanapiga pamba za ukweli, sio za kutoka hapa mjini kati, pamba kutoka Dubai. Walabisa sufa, mzee wa watu akavaa sufi, nguo za sufi. Na hizi nguo za sufi nyakati hizo zilikuwa zikivaliwa na watu maskini au watu ambao ni matajiri lakini hawataki kujionyesha kwamba wao ni matajiri, wanavaa hizo nguo za sufi. Na au masufi wenyewe hao, ukisikia watu wanaitwa masufi, kwa maana ya kwamba ni madarweshi, ni wale watu wacha Mungu sana, lakini walikuwa wakivaa nguo hizo za sufi ni kwa sababu kwanza ya kujitofautisha na wengine wasiokuwa masufi, moja hiyo. 2, hawaoni sababu ya kutupa pesa kwenda kununua nguo ya bei ghali, wakati kumbe hata hii ya bei rahisi pia nayo inastiri mwili, kile kilichobakia anasaidia wengine wasiokuwa nacho. Leo utaenda kununua suruali ya jinzi pale Mbauda ni shilingi 3,000, suruali ya jinzi utavaa mwaka mzima. Lakini ukienda kule Laxman, kuna duka hapo linaitwa Laxman, ukiingia pale kwenda kuchukua jinzi linauzwa shilingi 200,000, suruali ya jinzi nzuri kweli kweli, lakini pia nayo itakustiri. Yule aliovaa ile ya 3,000 na huyu aliovaa ya 200,000, watu hawa wote wamestiri mwili, lakini huyu katoa hela nyingi zaidi. Angenunua na yeye ya ile ya shilingi 3,000, zile shilingi 197,000 zingesaidia maskini wasiokuwa na chakula kwa siku hiyo. Sawa Sasa masufi hawaangalii marembo ya dunia, wenyewe wanaangalia marembo ya akhera, na huitwa masufi kwa sababu hiyo. Kwa hivyo mzee Ibrahimu ibn Adham akatubu, wa ataka abidahu, akawaacha huru watumwa wake, wa wakafa iqarahu, kisha akaweka wakfu viwanja vyake, wa amlakahu, na vile alivyovimiliki yote akaweka wakfu.
Wa akhadha biyadihi asa, mkononi kwake sasa akashika fimbo. Watawajaha ila Makka bila zadin wala rahilatin, akaelekea zake Maka. Hapo alipotoka ni Baghdadi hiyo, huyu ametoka Baghdadi, sasa anakwenda zake Maka tena kwa mguu. Na kutoka Baghdadi kwenda Maka kwa mguu, mzee, sio hapa na majengo. Na amekwenda huko bila zadin wala rahila, hana maandalizi ya aina yoyote zadi, wala hana kipando, sema labda atapanda punda au apande farasi, vyote ameacha. Watawakkala ala Allahi ta'ala, akamtegemea Mwenyezi Mungu peke yake. Walam yahtama bizadi, na wala hakuwa na pupa ile ya kupupia kupata nini zadi, maana maandalizi ya safari, kwamba nakwenda huko, chakula sijabeba, sijui maji sijabeba, sijui hiki sijabeba, si blanketi sijabeba. Lam yahtama, hakushughulishwa na hivyo. Falam yabqa jai'an hatta dakhala al-Ka'bata, hakubaki na njaa, pamoja na kuacha vyote hivyo, lakini hakubaki na njaa. Hatta dakhala al-Kaaba, mpaka akaingia nyumba ya al-Kaaba. Wa shakara Allah ta'ala, na akamshukuru Mwenyezi Mungu Ta'ala. Qala Hatimul Asam, Hatimul Asami naye akasema, atawakkulu ala arba'ati awjuhi, kutawakali kwa Mwenyezi Mungu kuna njia nne. Kule kumtegemea Mungu kuhusiana na riziki yako kuna njia nne. Kwanza, tawakkulun ala alkhalqi, kwanza ni kutawakali kwa viumbe. Watawakkulu ala almali, na kuna kutawakali kwa mali. Watawakkulu ala nafsi, na kuna kutawakali kwa yeye mwenyewe, kujitegemea mwenyewe. Watawakkulu ala rabbi, na kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Tawakuli ziko namna nne. Ikiwa wewe riziki zako unategemea nini? Tawakkulu ala alkhalqi, unategemea viumbe. Inawezekana kabisa kwamba wewe tawakuli yako iko kwa viumbe. Mfano watoto hao, watoto wanachokijua wewe ni baba na mama, hapa chakula kitaliwa, wasiwasi hakuna. Tawakuli yao ni hiyo. Lakini kuna wewe unafanya kazi kampuni fulani, unafanya kazi kwenye shirika fulani, mategemeo yako, mshahara wako utaupata kwenye kampuni hiyo mwisho wa mwezi. Wewe unatawakuli ala alkhalqi, unategemea viumbe. Na kuna ile tawakuli ala nafsi, ni mtu anajitawakalia yeye mwenyewe, anajitegemea mwenyewe. Ni kwamba wewe ni mfanya biashara, biashara ni yako mwenyewe. Unajua hiki nikiuza hivi, nikifanya hivi, faida ikipatikana nitaishi. Mategemeo yako na akili yako ndivyo unavyovitegemea kwenye biashara yako ili upate riziki zako. Hiyo ni tawakuli ala nafsi. Lakini pia kuna tawakuli ala rabbi, kuna kutawakali kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Falmutawakkilu ala alkhalqi, ama yule mtu ambaye yeye anategemea riziki zake kwa viumbe. Yaqul, anasema hivi, madama fulanun fala hamali, madamu mtu fulani yupo, mimi wala sishughuliki, takula tu, nitavaa, nitafanya kila kitu. Huyu anategemea mtu. Walmutawakkilu ala almali yaqulu lak, madama mali kathiran fala yadhurruni shay'un, mtu ambaye anatawakali kwenye mali atakwambia hivi, madama mali kathira, muda ambao mali yangu bado iko nyingi, fala yadhurruni shay'un, hakuna chochote kitakachonisumbua.
Kama ni ugali nitakula, kama ni nguo nitavaa, kama kusafiri hivyo. Na hili ndio liko kwa wengi. Kila mwenye mali zake basi hutegemea mali yake ndio itamfanyia kila kitu. Kumbe sio kweli. Unaweza ukawa una mali nyingi, alafu hiyo mali usile hata shilingi, wakala wengine. Hamjawahi kuona? Yapo. Wewe ushakuwa ni tajiri mkubwa, sasa maradhi yanakufuata. Maradhi yakikufuata, ukienda kwa daktari anakuambia usile hiki, usile hiki, usile hiki, mayai usile, maharage usile, dagaa pia naona ile itakusumbua. Sukari, chunga sana sukari, usile sukari. Lakini wewe unatakiwa ule dona, alafu dona lenyewe tena ule na majani yasiive vizuri. Hivi ndio vyakula utakavyopewa bwana tajiri. Lakini pesa yako ilikuwa inakuruhusu kula vitu vizuri vizuri, lakini utavikosa, na mali unayo. Lakini Mungu ukimtegemea, akina sisi sasa, sisi ukileta maharage mimi nakula, ukileta pilau nakula, chai ya maziwa nakunywa, kahawa nakunywa, kila kitu mimi nakula, hamna kitu kinanisumbua. Lakini Mungu kaninyima mali. Wewe kakupa mali nyingi hapo kakunyima kula vitu. Nani yuko na raha? Huyu aliyeruhusiwa kula vitu, huyu ndio mwenye raha. Sasa wewe mali unayo afu kula huli, mambo gani haya? Huyo ni mutawakilu ala mali. Kuna mutawakilu ala nafsi, ni mtu anatawakuli, lakini anatawakuli kwenye nafsi. Yaqulu madama jasadi sahihan fala yanqusu minni shay'un. Huyu sasa anajitegemea yeye mwenyewe, tawakuli yake iko kwake mwenyewe. Anakwambia hivi, muda ambao mimi afya yangu iko sawa sawa, mimi siwezi kukosa kitu. Na ni kweli, hata Waswahili si wanasema maskini afya, alinasemaje? Mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe. Huu useme huo unasemwa sana. Mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe. Huyu ndio mutawakilu ala nafsi, anaitegemea nafsi yake. Kama vile ule uzima wake ndio unampatia riziki, kama vile ile sema yake ndio inampatia riziki, au zile harakati zake ndio zinampatia riziki. Hasha wakala, sio hivyo. Unaweza ukaenda mbio wewe asubuhi mpaka jioni unahangaika, alafu una sumni utakayopata. Ukirudi jioni blue, watoto wanalia, mke hakuelewi. Sasa baba nani vipi? Unasema usiniulize. Tunaulizana nini? Ushakasirika. Usikasirike. Wewe sema kitu gani kimetokea huko? Leo hamna kitu. Hamna kitu ndio nini? Mwanamke naye haelewi, hamna kitu ndio nini? Wenzako wote washapeleka majumbani, wewe unakuja hapo puru. Sikuelewi mimi. Toa hela, acha ubakhili. Kumbe wewe huna, sasa utatoa nini? Yale maneno yatakufanya mpaka ukasirike, nataka kumpiga vibao. Hata usimpige vibao, ni haki yake. Yule mutawakilu ala alkhalqi anakutegemea wewe. Sasa wewe ulikuwa unategemea nguvu zako kule zimeshindwa, umerudi huku una kitu. Yule naye alikuwa anakutegemea wewe, kategemea mahala sio. Ukimtegemea kiumbe umetegemea mahala sio. Tegemee Mungu. Ukimtegemea Mungu umepata moja kwa moja. Naam. Fahadhihi thalathatu tawakkulul jahilin. Matatu haya tuliyoyasema, hii ni tawakuli ya watu wajinga. Watu wajinga ndio wanategemea watu wajinga wanategemea nguvu zao na ujanja wao. Watu wajinga wanategemea wenzao, wengine wanategemea mali zao. Hao ni wajinga.
Lakini anayefaulu na kuwa ni mjanja yule anemtegemea Mungu peke yake, huyo ndio mjanja, na huyo ndio mwenye akili, anajua riziki inatoka wapi. Waswahili kuna neno moja husema kwamba mtegemea cha ndugu ufa maskini. Huu usemi huu una maana sana. Tawakkuli ile, wewe hutaki kwenda shamba, hutaki kwenda biashara, hutaki kwenye kazi, wewe umekaa tu, kwani kakaangu si anafanya kazi ataleta ugali, kwani jamaa yangu sana mimi nikienda pale nikimbomu kidogo hivi mambo ya maisha yanaenda. Wewe unategemea watu, utakufa maskini. Siku ile watu wamegoma kukupa, unaanza kulaumu watu wa siku hizi bwana, wana roho mbaya. Kumbe wewe huna akili, wewe ndio una akili mbaya. Toka katafute jembe, wewe ndio ukalime huko, utapata riziki yako. Toka nenda kasukume mkokoteni huko, utapata riziki yako. Nenda kafanye shughuli yoyote ile halali, Mungu atakupa riziki zako. Usitegemee kwamba eti fulani ataniletea, fulani atanipa. Umetegemea pabaya. Walmutawakkilu ala rabbi, na mwenye kumtegemea Mwenyezi Mungu, huyu yeye anasema hivi, yakul la ubali asbahtu ghaniyan am faqira, anasema mimi sijali. Huyu anemtegemea Mungu anasema mimi sijali niamke tajiri niamke maskini, mimi sijali. Fa inna ma'i rabbi, wa Mola niko pamoja naye. Kwa hivyo yumsikuni kaifa shaa, Mungu atanishikilia mimi vile anavyotaka yeye. Yumsikuni kaifa shaa, Mungu atanishikilia mimi kiasi vile atakavyo. Ni kweli unaweza ukatumia nguvu zako sana, lakini usipate hicho unachokimbiza. Unaweza ukalima shamba kubwa na usipate. Unaweza ukaajiriwa wewe na mwajiri wako kila siku anakupiga dana, mshahara wako ushakaribia, usiwe na wasiwasi, tarehe 30 unapata. Tarehe 30 ikifika unapigwa tero. Naambia angalia kwenye akaunti yako. Ukiangalia kwenye akaunti yako na yule na nini hajaweka bado unasumbuliwa, hela ni zako. Ni nini? Wewe ulitegemea mtu. Sasa mtu anaweza kupiga dana, huyu hana muamana wa riziki. Muamana wa riziki uko kwa Mungu. Tutue hapa bana, muda wa kuswali umefika. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa jammilna bil afya wa akrimna bit taqwa.